wastahili kuabudiwa, wastahili kuinuliwa, wastahili kupewa sifa na utukufu. Oh, Yesu wastahili. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama umepata nafasi ya kuketi pia uketi. Na chukua nafasi hii kumshukuru kila mmoja. Shukuru baadhi ya watumishi walioko hapa mbele. Na nishukuru pia timu nzima niliyofuatana pamoja nayo. Tutakwenda kuomba sasa. Wakati huo ningeomba wale ambao tunapata nao kupanda hapa juu. Nichukue dakika chache niweze kuomba. Amina. Tunaomba kwa sababu Biblia imeruhusu wasema ombeni na ninyi mtapewa. Haleluya. Leo nataka tuombe ili Mungu wetu awepo katikati yetu, ili kila neno tunaloninena ahusike yeye. Haleluya. Maana Biblia inaniambia maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Lazima awepo mwenyewe Muumba wa mbingu na nchi kwa uwezo wa Roho wake na aweze kujitukuza. Sema amina kama unanielewa. Ninaomba hamisha kichwa chako tu niombe. Baba, katika jina la Yesu tunasogea tena mbele za uso wako Mungu. Leo ni siku ya pili ya mkutano huu uliowaagiza kwa ajili ya kutangaza yale mabadiliko makubwa ambao wewe mwenyewe kwa wakati wako, kwa utukufu wako umekusudia kuyafanya hapa Singida. Na kwa sababu hiyo, Mungu wa Ibrahimu, tunanyenyekea miguuni pako. Tunasimama mbele za ufalme wako, tukisimama kinyume na kila mlango unaoshindana na kusudi lako, unaoshindana na nchi hii. Katika jina la Yesu Kristo, Yehova, ulipokuwa katika mwili wa damu na nyama, ulipokuwa na wanafunzi wako, uliwaambia kina Petro, wewe ndiwe Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Milango yote ya kuzimu iliyosimama Singida, iliyosimama juu ya anga, milango ya kuzimu ya maagent, milango ya kuzimu ya magonjwa, milango ya kuzimu ya wachawi, milango ya kuzimu inenena kinyume, milango ya kuzimu ya uharibifu, tunaifuta sasa. Nguvu ya mauti iliyonenewa kinyume na mapenzi yako, iliyofunga watoto wa kike na wa kiume, tunaing'oa tangu sasa. Nguvu hiyo sisikike tangu sasa na hata milele. Mitego walioitega katika anga, katika jina la Yesu Kristo, ewe mkuu wa anga, ewe mkuu wa Wajemi, ewe mkuu wa wachawi, ewe mkuu wa uganga, tunaharibu nguvu zako na mitego yako ulioitega usiku, uliotega usiku wa manane, ulioipanda asubuhi. Kila pando wasilolipanda baba yangu, neno linasema litang'olewa. Nasi tunang'oa kila nguvu, tunang'oa kila roho za majini, roho za uharibifu, roho za mapepo, na kila kitu kilichokaa kwenye anga la kwanza, anga la pili, anga la tatu. Tunafunga milango yenu yote kwa jina la Yesu Kristo. Darubini zenu za kipepo, darubini zenu za kichini, tunaziharibu kabisa katika jina la Yesu Kristo. Naita malaika wa Bwana, nafungua mbingu kwa ajili ya mkutano wa leo, na mkono wako Mungu ukadhihirika sasa, na kutilia mbali mapando yaliyopandwa kwenye ardhi, yaliyopandwa kwenye udongo, yaliyopandwa kwenye nafsi za watu. Na ng'oa kila mlango, na ng'oa kila mtego kwa jina la Yesu Kristo. Roho za kudhoofisha, roho za kushindwa kusikia, roho za kushindwa kupokea, kwa jina la Yesu ninaharibu nguvu hizo, naharibu malango hayo, na yatuisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka. Bwana, asante kwa ajili ya mkutano huu, na ukabidhi mikononi mwako. Neema yako ifunike kila mmoja. Uwanja huu tunaomba malaika wako wakahudhurie.
nguvu za uweza wako zikadhihirike. Asiye na amani umpe amani, asiye na furaha anaachilia furaha, asiyeweza kuelewa umpe kuelewa. Waliofungwa nafsi zao wafungue, waliofungwa fahamu zao wafunguliwe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na kila moja aseme amina. Sema amina. Amen. Kana nikwambia jinsi ambavyo Mungu amenibariki na angenitaka nisimame eneo hili, na angeniambia nenda simama Singida mjini, ningeenda kusimama Singida mjini. Angeniambia nenda kasimame wilaya fulani, ningeenda kusimama. Lakini akanitaka nisimame hapa kwa niaba ya Singida nzima. Na nikakwambia Mungu ndiye mwenye Singida. Haleluya. Kama ambavyo Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu anaona kiasi gani nchi inavyoweza ama ikabarikiwa ama ikalaaniwa. Ndiposa alipoitazama Singida akasema na mimi maneno haya. Niambia nakutuma Singida kwa sababu Singida imefungwa kwa muda mrefu na nguvu za kichawi na nguvu za kiganga. Kwa hiyo nguvu ya uchawi, uganga ndio iliyoleta hatima ya umaskini Singida, na ikasababisha watu wengi wawe kama watumwa, na watu wengi wanapokimbilia kwenda mikoa mingine, miaka mingi sana wamekuwa watumwa katika mikoa mingine ama kwa watu wengine. Mungu atusaidie. Kwa hiyo Mungu ameona hilo. Na unapoona watu wanaonekana kama matajiri, hakuna utajiri. Hivi riziki tu, si kama Mungu alivyokusudia. Mungu alikusudia Singida iwe juu, Singida iwe ya ufahari, Singida watokee wasomi wengi, Singida iwe ya baraka. Lakini kwa sababu shetani alishaona kitu gani Mungu alikusudia Singida, wakainuka tangu mwanzo. Jana nilisema mambo haya hayajafanyika jana, hayajafanyika juzi, hayajafanyika miaka miwili mitatu iliyopita, ni miaka mingi iliyopita. Ndio maana kuthibitisha miaka mingi iliyopita, ndio maana unaona nini kilichokuwa kinafanyika kama ishara chini ya nchi ama ya mkoa wa Singida. Mungu atusaidie. Nguvu ya uchawi ilisimama Singida, ama ilifanya kazi, iliteka anga la Singida. Nguvu ya kiganga ilifanya maagano kuzindika ardhi ya Singida. Na ndio maana unaona ardhi ambayo hizi zilikuwa zinatoa chakula leo hazitoi chakula. Ardhi hizi ambazo babu zetu walikuwa wanalima kidogo, sio kisasa kama sasa. Zamani ilikuwa watu wanalima kidogo na jembe la mkono, lakini wanapata mavuno yanayotosheleza mpaka na watoto wao na mahitaji yao. Lakini leo watu wanalima maekari na maekari, hakuna kitu kinachoweza kufaidika. Tumelima maekari karibu ekari 20, ekari 30, wengine mpaka 50. Lakini anapata magunia yake yasiyopungua 20, 30, amejitahidi sana magunia 70. Watu wanasema huyu amevuna sana. Hii yote ni kwa sababu ardhi imelaaniwa kwa kuwa wachawi walikamata Singida na kuisababisha kuwa nchi ya umaskini. Na kibaya zaidi, waliua watu wasio na hatia ili kuweka mazindiko kupitia waganga, na watu wengi wakapita katika hali mbaya. Ndio maana unaona mauti nyingi zinatokea Singida ambazo zinaamuliwa sio na Mungu, zinaamuliwa na hatima ya shetani. Ndio maana waganga na nguvu za wachawi wanakuwa na power zaidi Singida. Wanapoamua vitu vyao hakuna kitakachoweza kuzuilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu walishafanikiwa mitego yao. Baada ya kufanikiwa, na unajua mtu yeyote anayekudai, ukikutana na mtu ambaye anakudai, unakuwa mtumwa wako. Mtu yeyote ambaye anakudai,
ukikutana naye lazima awe bosi wako, wewe uwe mtumwa wake. Unanielewa tunasikia? Kwa hiyo nguvu ya magonjwa, nguvu ya maskini, nguvu ya ulaana, nguvu ya mauti imetanda Singida, na aliyosababisha ni maagano yaliyofanywa na waganga na wachawi siku nyingi. Kwa hiyo nawafanya watu akiugua anaweza akafa, hata kama anaweza akaombewa ni kwa nadra sana mtu anapona. Wengi wanakufa wakiwa vijana wadogo, wakiwa wamama wadogo, wakiwa wababa wadogo, miaka yao haikai kama ya Biblia. Kwa nini? Kwa sababu kuna laana. Maadui walikamata Singida. Shetani ambaye anaitwa Mungu wa dunia hii akakamata Singida. Na nilikuambia jana, Mungu akaniambia nguvu yake alipoumba mbingu na nchi na akaumba na Tanzania na mikoa mingine, Singida aliweka nguvu yake chini ya ardhi. Chini ya ardhi maana yake Mungu ni wa mafanikio. Kwa maana Singida mwanzo ilikuwa ni ya mafanikio. Chochote anachofanya hata babu zetu ilikuwa cha mafanikio. Ardhi ilikuwa inatoa maji, ardhi ilikuwa inatoa mvua za wakati wote. Mungu atusaidie. Lakini imekuja kufika mpaka eti miezi ya pili huwezi kuona mvua mpaka mashamba yanaharibika. Jambo hili kwa sababu nimefika Singida, Bwana akaniambia utakapokwenda kusimama kwenye vile viwanja, kwenye hilo anga, wakati unaponena mbingu zitafunguka, yeye ataitetea Singida na kila nguvu itaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa kitu nasema? Sasa Mungu ni tofauti na wanadamu. Mungu akisema hakuna mtu anayeweza kupinga, rafiki. Haleluya. Mungu akisema hakuna mtu anayeweza kufanya hivyo. Wanaweza wakashindana, hawezi kushinda. Labda huo umejiinua mwenyewe, sio Mungu anasema. Akisema mwenyewe ukimaliza wanakufuata, na wanapokufuata watasikizishwa adabu na mbingu iliyokutuma. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka maeneo mengi Mungu aliyenituma. Na nikwambia jana, huu sio mkutano wa injili unaopangwa kwa utaratibu wa dini. Ingekuwa ni mkutano wa injili, ningeshirikisha wachungaji mbalimbali, watumishi wa Mungu. Na tungekuja sangine na waimbaji ambao wanasikika, ambao wanaweza wakakusanya watu. Mkutano huu ni kuja kutamka tamko la kinabii. Mungu anaambia utaenda kusimama na kutamka tamko la kinabii. Musa alikuwa anatumwa mbele ya Farao, anatamka tamko la kinabii. Mambo yanafanyika nchi nzima ya Misri. Acha wakati huo hakukuwepo na mawasiliano ya simu. Sasa hivi kuna mawasiliano ya simu. Unaweza kujua Musa alipokuwa kwenye kasri ama lile jumba la ufalme Farao, hakukuwa na mawasiliano kijiji cha pili, mji wa pili ambao walikuwa wanajua mpaka waje wajue siku zinaenda. Lakini walikuwa wanajua baada ya matukio, mara maji yanageuka kuwa damu, mara mvua zinanyesha zinaharibu mazao yote. Wanakuja kuambiwa kuna mtumishi mmoja alisimama kwa Farao, wanataka kuachiliwe wana wa Israeli kutoka utumwani waende nchi ya ahadi ambayo Mungu amewaahidi, waachiliwe wakamwabudu Mungu wao. Lakini tulipokataa, yule mtumishi akasema mvua itanyesha ya mawe, haitakusaidia chakula kwenye nchi. Na baada ya muda nchi imeharibika kwa sababu yule mtumishi amesema, na Mungu anaipiga nchi. Sikiliza, Mungu anaposimama na kusema hakuna atakayeweza kuzuia. Haijalishi wachawi na waganga wametesa Singida miaka mingapi, lakini baada ya tamko hili utaona Mungu anavyofanya mapinduzi. Ndipo utajua mbingu na nchi ni mali ya Bwana. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Mkutano huu ni mkutano ambao Mungu amenituma. Kwa hiyo kama wangekuja watu watatu mahali hapa, hata kama wangekuja watu watano mahali hapa, haijalishi. Mimi siangalii wingi wa watu, naangalia lile Mungu analosema mpaka nilitimize. Nitakapolitimiza najikumuta. Nataka nikuambia, I tell you something now. Nataka nikuambia jambo fulani sasa ambalo linakwenda kutokea. Utafurahia matunda ya Singida na watamkimbilia Mungu hata kama ulikuwa utaki. Sema amina kama unanielewa. Kwa sababu saa yake imefika.
Sema amina. Saa ya Mungu ikifika ni kama saa ya mama mjamzito kwenda kujifungua. Hakuna anayeweza kuzuia. Ikifika saa mama anakwenda kuleta matunda ya uzao, nataka nikwambie, hata kama watu wasema mama jikaze usijifungue saa hizi, uzao ukishakaribia, uchungu kaja, utasikia mama anasema, oh Mungu wangu anauma na meno, uchungu anaupata. Alafu baada ya muda mtoto anajifungua, unaona ule uchungu unaisha kwa sababu mama anapakatia mtoto. Nataka nikwambie machungu yanakwenda kuisha Singida kwa sababu Mungu anaenda kuipakatia Singida kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Ngoja nisome neno la Mungu. Nisome neno la Mungu. Asante sana. Asante kwa kurekebisha maiki rafiki. Kwa sababu ya upepo unasaidiwa hapa. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi sura ya 64. Tukisoma ule mstari wa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mpaka wa 10. Zaburi hii ina sura 10 tu. Nami naomba nisome neno hili. Biblia inasema hivi: utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, bali na pazia ya watu wafanyao maovu, waliounoa ulimi wao kwa upanga, wameelekeza mishale yao maneno machungu, wapate kumpiga mkamilifu faragani. Wapate kumpiga mkamilifu faragani. Kwa ghafla humpigia wala hawamwogopi ama hawaogopi. Mstari wa 5. Walijifanya hodari katika jambo baya, hushauriana juu ya kutega mitego, husema ni nani atakayeiona. Hutunga maovu, husema tumefanya shauri kamili, na mawazo ya ndani ya kila mmoja wao, na moyo wake huwa siri kabisa. Kwa hiyo Mungu atawapiga shabaha, kwa mshale mara watapigwa. Mungu anageuka na wapiga. Ndivyo watakavyokwazwa, ulimi wao wenyewe ukishindana nao. Wote wawaonao watatikisa kichwa, ni watu wote wataogopa. Watatangaza kazi ya Mungu na kuyafahamu matendo yake. Mwenye haki atafurahia Bwana na kumkimbilia, atamfurahia Bwana na kumkimbilia, na wote wenye moyo wa adili watajisifu. Sema amina. Amen. Ninapopenda kuleta ujumbe huu, nipe dakika chache na baadaye tutakwenda kuomba tena. Nataka niseme, tumesoma Biblia hapo, na Biblia imeeleza jinsi ambavyo maadui wanaweza wakatega mitego, na maadui walitega mitego muda mrefu sana Singida, na wakafanikiwa kufanya maamuzi ya kuua jinsi wanavyotaka. Na jana nikakwambia, Mungu alipokuwa ananiambia kuna maelfu ya watu waliouawa katika ulimwengu wa roho. Wale wasomaji wa Biblia wanaelewa, mauti ya kwanza ilipokuja duniani haikuja kwa mwili wa damu na nyama. Mauti ya kwanza iliyokuja duniani ni mauti ya kumuua mtu, kumkosanisha ushirika wake na Mungu. Adamu na Eva walikuwa ni wanadamu wa kwanza Mungu aliyewaumba mwenyewe kwa mikono yake na kwa pumzi yake, akawapa uhai. Alafu akawapa na uchumi pale bustani ya Eden, ilikuwa ni uchumi wao. Alafu wakawekewa na malaika wa kuwalinda, lakini walipewa sheria. Ndio maana walipopewa sheria walipewa na utaratibu wa kufanya. Na alikokuwa wanakuja kujaribiwa na shetani, hawakung'amua mbinu ya adui. Ndiposa Mungu aliwaambia, matunda yote niliyowapa kwenye bustani hii ama kwenye uchumi wenu huu, miko yake ni 1, 2, 3. Moja wapo mti wa ujuzi mema na mabaya msile, siku mtakapokula mtakufa hakika. Biblia haijasema tu mtakufa, alisema mtakufa hakika. Kwa hiyo Mungu
alikuwa ananena kitu chenye hakika bila kujali kuwaonea huruma. Walikuwa ni wawili tu, lakini walipokosea sheria ya Mungu walikufa hakika. Kifo kinachoongelewa hapa tunaona ni kifo cha kutengana ushirika wao na Mungu. Ni sawa si sawa? Kwa maana Shetani kipindi hicho alipokuja, elewa, hakukuwapo na mwanadamu mwingine zaidi ya Adamu na Eva. Kwa hiyo hawakuwepo wanadamu wengine ambao Shetani angewakamata. Kwa hiyo Shetani alichofanya, alimkamata nyoka. Huenda angeweza kumkamata fisi, huenda angeweza kumkamata mbwa, huenda angeweza kumkamata nguruwe mwitu, lakini Shetani akaingia, ni roho. Shetani ni spiriti, akaingia ndani ya nyoka. Kwa hiyo nyoka akaja akaongea na Eva. Wewe jaribu kufikiri, nyoka tangu lini anaongeaga? Ama tangu lini punda aliwahi kuongea? Maana yake roho ya Mungu ikiingia ndani ya kitu fulani inaweza kubadilisha. Kwa maana ilipoingia ndani ya punda aliongea. Ni sawa si sawa? Na roho ya Shetani ilipoingia ndani ya nyoka akaingia. Nyoka akaongea. Inamaanisha nini? Ilichokuwa kinaongea ndani ya nyoka ilikuwa ni Shetani, na kilichokuwa kinaongea ndani ya punda enzi ya watumishi wa Mungu walikuwa najua ni Mungu anaongea ndani ya mnyama. Kwa hiyo tunaona walipokula yale matunda, Adamu na Eva walipokula lile tunda, na ilikuwa ni tunda kweli, sio dhambi. Maana Adamu na Eva ilikuwa ni mtu na mume wake, ni ndoa takatifu. Ni sawa si sawa? Kwa hiyo ilikuwa kuna mtu uliowekwa kama ishara kikweli kweli kwenye bustani ile ya Eden. Kwa hiyo walipokula lile tunda wakala. Ndio maana Shetani alimtamanisha Eva. Wakati huo mume wake amekaa pembeni, hakuwepo, hakushiriki yale maongezi. Lakini mwanamke hakutii kwamba kuliko nile, hebu ngoja nikamuulize mume wangu. Hakutaka kwenda kumuuliza hata mume wake, lakini akaamulia tu akala. Na ndio maana baada ya hapo anampelekea na mume wake, naye akaenda akala. Kwa hiyo dhambi ikaingia. Dhambi iliingiaje? Dhambi iliingia kwa sababu hakuweza kutii. Hata kama walikuwa ni wawili tu, Mungu hakujali, aliwaacha. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Na hiyo yote Shetani alikuwa anatafuta nini? Alitafuta kukamata maisha ya wanadamu duniani. Na ndio maana tangu pale hatukuona wanazikwa katika mwili wa damu na nyama. Tuliona baada ya Mungu kuondoka kuagana nao, kwa sababu Mungu hakai na dhambi. Na baada ya hapo kilichotokea nini? Kilichotokea, Mungu alianza mpango mpya wa miaka nenda rudi mpaka Yesu aje azaliwe tena. Ndio maana Yesu anaitwa ni Adamu wa pili. Mungu atusaidie sana. Na kwa sababu hiyo Bwana akawa ananiambia kuna roho nyingi sana Singida zilizouawa katika ulimwengu wa roho, na kuna nyingine nyingi zilizouawa katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo unaweza kutembea na mtu, lakini mtu yule hatima yake imekamatiwa na Shetani kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama anasema ana Mungu, hata kama anasema na yeye ana dini yake, lakini kwa kweli watu hawa wamekamatiwa na Ibilisi. Mungu alipokuwa ananituma akaniambia zile roho, kwa sababu zimewaua watoto wangu katika ulimwengu wa roho, zile roho zimepata nguvu, ni nyingi sana, na ndio maana zimetawala Singida, zinaamua hatima ya watu wa Singida. Ndio maana naposimama mahali hapa, roho hizo Mungu ataziharibu na kuzihukumu, zitatoweka Singida, na ardhi ya Singida haitalaaniwa tena, na mkono wa Mungu utarudi tena, nguvu ya Mungu itarudi tena kwenye ardhi ya Singida. Miaka michache ijayo tutaanza kulima, hata kilima eka moja, watu watakuja kujifunza Singida, watasema mbona ardhi ni ya kichanga, lakini unalima unapata gunia 25, unapata gunia 30, na wakati ambao walikuwa watu wanalima eka 10 ndio wapate gunia 5 10. Nataka kuambie, ndipo watajifunza, watajua Mungu amerudi tena kuikalia Singida. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Sasa hawa tuliosoma mahali hapa, kuna watu ambao tumesoma hapa, kazi yao ni maadui wanaoumiza watu wengi kwa maneno yao, na wanaumizwa, na wale wanaoumizwa wanapatwa na hali ya uchungu, wanaumia ndani yao. Shetani akishakamata eneo, kitu ambacho atakiona
ni tabia za watu zinabadilika, wanaanza kuishi ni wanadamu. Asante kwa sababu serikali ipo na polisi wapo, lakini otherwise watu wangefukuzana kama mbwa na kuuana kabisa kama vile paka na panya. Watu wanajengewa chuki, hata ukimwambia neno zuri anatafsiriwa vibaya. Hayo ni matokeo ya shetani anayetawala anga. Shetani siku zote hataki watu wakae pamoja. Biblia inaniambia shetani haji ila kuiba, kuchinja na kuharibu. Mungu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Mungu ni wa umoja, anasema mimi na Baba tu moja. Lakini shetani, ishara ya kwamba amekamata anga, amekamata miji ya watu, amekamata makanisa, amekamata watu wa Mungu, kitu kitachoonyesha ni faraka, chuki. Hata ukiona mtu ana kitu kidogo tu, wanaanza kusema yeye amepataje hicho kitu. Na unaona ni mwanadamu tu, mdomoni anakuchekea lakini moyoni anakuombea laana. Ujue tatizo sio la kwake, tatizo ni anga limekamatwa. Sasa na wao hawana namna, wanakuta wamekamatiwa. Unakuta kuna roho za wivu, roho za chungu, roho za kuumizana, roho za kusingiziana, roho za kusema uongo, ndio zinaenea kama sehemu ya utendaji kazi wa shetani katikati ya wanadamu. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Na ndio maana kwa sababu hiyo, mtu yeyote aliyeumizwa, watu hawajajua, mtu yeyote aliyeumizwa moyo wake, hujaona mtu anakutamkia neno, anapokutamkia maneno moyo wako unaharibika. Ni sawa sasa, unakutana na mtu anakuinukia tu, alafu anasema tutaona bwana. Kwa nini bwana? Tutafika mahali tutafika, taona bwana. Ghafla wewe ambao ulikuwa utaki hiyo vita, moyo wako unaumia sana, moyo wako unapata uchungu. Unaanza kusema nimekosea wapi? Jamani, hebu muulizeni fulani, nimemkosea nini? Kwa nini ananitafuta bila sababu? Mtu anayeongea namna hii maana yake moyo wake umeumia. Ni sawa si sawa? Moyo wake umeumia. Na unapoona moyo unaumia, unapata uchungu. Unapopata uchungu, shetani huwa hana namna yote ya kuja kukupiga mpaka uwe na hali ya namna hiyo. Unapopata hali ya namna hiyo, uchungu, unapoumia moyo wako, kinachotokea sasa, wao katika ulimwengu wa roho, ule uchungu, ile kuumia, ile kutokuachia, ile kutokusamehe, inakuwa ni mlango wao katika ulimwengu wa roho kuja kukutandika wewe. Wanaweza wakakutandika kwa magonjwa, wanaweza kukutandika kwa mikosi na balaa, wanaweza kukutandika kwenye uchumi wako, wanaweza kukutandika kwa kila namna. Mungu atusaidie. Hizo ni njia katika ulimwengu wa roho kuharibu watu wa Mungu. Na leo itakuwa ni mwisho katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma ule mstari wa 5, unasema watu wengine wameharibu watu wengine. Wachawi wanategeka kitu kinachoitwa mitego kwenye ulimwengu wa roho. Mitego ni mikosi, balaa. Wanaona kwenye ulimwengu wa roho kitu gani ambacho Mungu amekupa. Ndio maana ukienda kwa mganga wa kienyeji, wale walioenda kwa mganga wa kienyeji, maana wapo, hata wengine mmekaa hapa, sikilizeni vizuri. Ukienda kwa mganga wa kienyeji, anapofanya anachofanya mganga wake ama utambuzi wake, kitu anachoweza kukwambia nyota yako imeibiwa, nyota yako imevurugwa, nyota yako imeharibiwa. Anapokuambia nyota yako imeharibiwa, unajua nikwambie, hiyo ni lugha ya kukuambia hivi, katika ulimwengu wako wa roho kuna watu ambao ni wabaya, wamepata nafasi ya kukukamata maisha yako. Kwa hiyo watu wengine wanakutegea mitego, hata njiani tu wananuizia mapepo yao, wananuizia majini yao. Wao ukipita unakanyaga, unakuwa mtu wa nuksi, mtu wa mikosi. Hata kama ulikuwa unafanya biashara unafanikiwa, ninakwambia unafanya biashara watu wanakuangalia kama ndulele. Afadhali hata ndulele na ina kazi kidogo. Hata kama
ukipata kibali unaona watu wanakukataa kabisa. Kuna kitu umevikwa. Mungu wakati wana wa Israeli walipomkosea Mungu, ukienda kusoma Malaki sura ya 1 na sura ya 2, Mungu alipokasirika anambia, ninyi hamjajua mimi nimewalea na kuwatunza, leo hamtaki kufuata sheria zangu. Hasa nitakachofanya, nitapaka nyuso zenu mavi. Shetani huwa anaiga Mungu ameleta pigo gani, alafu yeye anakuja kulichukua na kuala kwake. Ndio maana ukisoma Malaki sura ya 2 na hiyo mstari sema, nitazipaka nyuso zenu mavi na sadaka zenu zitakuwa mavi mbele zangu. Mavi ni kitu kibaya, ni choo. Wewe angalia hata binadamu tu, angalia mtu ambaye amepigwa hata na mavi ama na kinyesi, ite huyo mtu huwezi kumkaribia. Ni sawa si sawa? Mtafanya mpango, mvulie hata nguo, mpeleke mtoni, mumuogeshe ama mpate maji aogeshe ili arudi kwenye hali ya kawaida, maana sio kitu cha kawaida. Sasa katika ulimwengu wa roho unavyoona kinyesi ni kitu kibaya mtu kupakwa, sikiliza, kuna roho ambazo Biblia inasema ni roho chafu. Roho chafu ni idara ambayo inafanya kazi kuwachafua uumbaji wa Mungu, kuchafua watu wenye nyota. Unaibiwa nyota yako kwenye ulimwengu wa roho, unaibiwa kipawa chako, kibali ambacho Mungu alikuumbia. Unapoibiwa kile kibali, kinachotokea unapigwa na zile roho za mikosi. Roho za mikosi maana yake zile roho pepo chafu ambao kitembea, kinachotokea katika ulimwengu wa roho, watu wakikuona hivi upate kibali kwao, ni kama unanuka. Ni kwamba hata ukiongea pointi watu wanasema anaongea nini huyu, hatumjui huyu, hakuna kitu ambacho anachokuambia, unahadidikiwa. Kumbe ni zile roho chafu katika ulimwengu wa roho zinaharibu uumbaji wa Mungu, zinaharibu mafanikio ya Mungu, na leo yatakuwa mwisho kwako katika jina la Yesu. Mikosi na balaa itarudi ilikotoka. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Kwa hiyo wameharibu maisha ya watu wa namna hiyo, wameharibu uchumi wa watu, wameharibu maisha ya watu, wameharibu mpaka ndoa za watu, wameharibu mpaka familia za watu. Nakuta familia leo, hujawahi kusikia watoto wanainuka wanataka muue hata baba na mama, kisa ni mali. Hizo ni roho. Lakini tunaona ule mstari wa 7 tumesoma, Mungu anaenda kuchukua dhamana. Mungu anaenda kushindana na hizo roho. Tangu jana nimesimama hapa, katika ulimwengu wa roho kuna kitu kikubwa kinafanyika. Na wale waliozoea uchawi, waliozoea kuonea watoto wa wengine, waliozoea kuonea familia za watu wengine, nasema kuanzia sasa itakuwa ni mwisho katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamehakikishiwa na shetani kuzimu, wamepewa nguvu, wamepewa madaraja kwenye ulimwengu wa roho, wanaonekana ni wao. Wengine wamepewa kijiji, wengine wamepewa mtaa, wengine wamepewa wilaya, wengine wamepewa mkoa, wanaonekana wao ni kitu cha ajabu. Hata ukipita kaambia Yesu anaokoa, wanaona wewe utatuambia nini wewe? Ana kiburi cha kipepo. Wanatembea na majini mabaya, wanatembea na mapepo mabaya, halafu shetani amewaaminisha, anaambia yeye ndio ana nguvu, hakuna mwanadamu atakayeweza. Na mimi nataka niwaambie kitu fulani, maisha ya Singida yamebadilika. Anga la Singida Mungu ameichulia. Nataka niwaambie waganga wataibika, wachawi wataibika, walioiba nyota za watu, baraka za watu na kuachilia mikosi, mikosi inarudi kwao mpaka watakapojua kwamba mbingu ndizo zinazotawala. Sema amina kama unanielewa. Maana wamezoea watoto wengine wakitaka hata kufaulu mitihani wanaharibu fahamu zao, wanaharibu na shule zetu. Shule za Singida baada ya kuombea wale watoto wanaanguka, itakuwa historia, wataanguka tena kwa jina la Yesu Kristo. Hai ndipo watajua Mungu anatawala. Sema amina. Na mvua ambayo miaka yote ikifika mwezi wa 2 inakuwa kiangazi. Tutakwenda kuomba, tutakataa ukame. Mvua za mwezi wa 2 kwenda kuomba zitaendelea kunyesha. Haijalishi Kenya hakuna mvua, haijalishi
Mimi nimesimama hapa kama mjumbe wa Mungu, nataka nikwambie mazao ambayo ameyapanda hayataharibika, yataiva kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina kama unanielewa. Na unapoona mvua zinaanza kunyesha, ujue haya yalikuwa yasingewezekana, ila ni kwa sababu ya sauti ya Mungu. Mungu anafanya yale yasiyowezekana ili yawezekane. Kwa maana jana nikakwambia, Mungu aliponituma Mbeya, alinituma wakati wa masika. Mvua zinanyesha, watumishi wakasema haiwezekani bishop, haiwezekani. Nikawaambia yote yanawezekana kwake aminie. Bwana amenituma Mbeya, nikaenda kusimama kiwimawima bila kujali, maana maisha yangu nimeyawekeza kwa Mungu aliye hai. Siangali tena kwa namna ya kibinadamu, na mwangalia yeye aliyekufa msalabani, naitii sauti yake na kuyafanya mapenzi yake. Mvua ikanyamaza siku 4 bila kunyesha Mbeya. Watu mbalimbali, hata viongozi wa serikali wakaanza kunifuata. Kwa nini? Wanamuona Mungu nimemtangaza. Na wewe nataka nikwambie, hata kama uko unasema wewe ni mshamba, unajua ninapokutazama wewe naitazama Singida. Sikuangaliwe peke yako, maana nimetumwa kwenye mkoa wa Singida. Ninapokuangalia wanaangalia wenye Sanzo, napokuangalia wanaangalia wenye Iramba, napokuangalia naangalia baadhi ya watoto walioko Singida, napoangalia naangalia mpaka wale ambao wako mkoani Singida, naangalia watu wote. Mungu anaangalia, naangalia hivyo. Wamekuja tu kuwakilisha, wamekuja tu kuwa shuhuda, uwe shahidi kwamba Mungu anaenda kufanya nini Singida. Singida anaenda kuchanua, Singida anaenda kuheshimika, Singida anaenda kuwa matajiri, Singida watoto watakufa kabla wakati wao. Na hakuna atakayepinga mapenzi ya Mungu. Na hilo lilitokea Mbeya miaka michache. Iliandaliwa mkutano mkubwa sana, makanisa 8 yaliungana pamoja, dini tofauti tofauti, makanisa 8. Mwanamke mmoja anatoka kuzimu, amepewa ile radi ya kuzimu. Sio kila radi inayopiga unafikiri ni radi tu hizi za mvua. Kuna radi zinazotengenezwa kuzimu, ni nguvu ya shetani kuua. Wakati watu wamejaa mpaka kama kule unapoona wale watoto kule, watu wamejaa. Nilipopewa maiki, huku walikuwa wamekaa maaskofu na wachungaji walioandaa ule mkutano. Nilipokaribishwa na askofu mmoja, akapewa siku hiyo heshima ya kunikaribisha, na wengine wamekaa kwenye viti huku na wengine wamekaa huku chini. Umati wa watu, maana wamekusanyika, ni umoja wa wachungaji. Ilikuwa ni mkutano wa Injili. Ghafla nilipokaribishwa nikasema tu haleluya, watu wakaitikia. Ninataka kusema maneno, nikaona kinywa changu kimeambiwa nyamaza. Alafu watu wakawa wananiangalia, mbona mhubiri amenyamaza? Kulikoni? Na mimi nashangaa kwa nini nimenyamaza. Nataka kufungua kinywa changu, ni kama naambiwa nyamaza. Kama dakika 2, ghafla macho yangu yakatazamishwa kule, nikaona katikati ya kundi akainuka mwanamke mmoja, amebeba mtoto mgongoni. Akafanya kwenye shingili yake namna hii, kwenye brazia yake, akavuta kitu namna hii. Mimi namwangalia tu, nashangaa huyu mtu anafanya nini, na watu nae wananishangaa kwa nini sihubiri. Lakini wanaanza kuona kitu kinachoshangaa kule, na wao wanajaribu kufuatilia, lakini wanaona umati wa watu wamekaa, waliosimama ni maashazi, wale mashemasi wa mkutano, wahudumu wa mkutano ndio waliosimama, maana wamevaa beji zao. Ghafla ile mwanamke akanifesi, akafanya yuko kule, akafanya namna hii. Mimi sikuona kitu, lakini wachungaji wawili waliokuwa wamekaa hapa wakaona kitu kama radi imetupwa na ile mwanamke inakuja. Ilipokuja ile inataka kunipiga. Ghafla wao sasa ndio wanashuhudia, wanasema nilipotaka kumpiga huyu mhubiri, ghafla kikatokea kawingu kadogo.
kakawa kamenizingira kale kawingu, alafu ile radi ikawa inazunguka kwenye ile wingu, ikashindwa mahali pa kuingia. Ghafla ikarudi, iliporudi ikamwendea yule mwanamke. Nilichoona tena kwa yule mwanamke, mimi bado nashangaa tu anachofanya. Nikaona akamleta mtoto haraka, nikasikia mtoto akapigwa na hiyo radi, nikasikia akilia kwa sauti mbaya kama mtu anachinjwa. Ghafla akaruka mchungaji aliyokuwa hapa, ambaye alikuwa anaona maono yale waziwazi. Akaruka akaninyang'anya maiki, akasema, wewe mwanamke wa kuzimu, umetoka kuzimu kuja kumua huyo mtumishi wa Mungu, na Mungu amemzuia, amemlinda. Hiyo laana isiyo na kuwa na sababu yampige mtu imerudi kwako. Amepigwa yule mtoto. Bwana ananiambia, leta huyo mtoto, njoo na wewe ujisalimishe kwa Yesu. Yule mwanamke akakimbia, akakataa. Anakamatwa na mashasi, anakataa. Elewa, pia ni mshirika wa mojawapo hilo kanisa wachungaji waliokuwepo. Akaondoka. Na kuambia, ndipo nilipojua Mungu akikutuma mahali, wanadamu wengine wanaweza wakaangamia kwa ajili yako. Amen. Nataka nikwambie, nimetumwa Singida sio kwa manufaa ya ukoo wangu, sio kwa manufaa tu ya kabila langu, sio kwa manufaa ya dini yangu, na kwa ajili ya kizazi cha Singida cha sasa na wakati ujao. Hakuna tena mtu atakayekuwa mtumwa Singida, hakuna mtu tena atakayeloga Singida. Wale wote sasa mambo yao yameenda kuexpire, yanaenda kugeuka. Walifikiri wanatesa kwa zamu, sasa zamu zao zimeenda kufika. Itakuwa aibu kwao. Labda wale watakao kimbilia kwa Mungu, maana Singida inakwenda kustawi, maana Singida wasomi wanakwenda kupata nafasi, watoto wa Singida wanakwenda kufunguliwa fahamu. Hakuna atakayeweza kuwafunga. Shule zote za Singida, hakuna mtoto tangu sasa atakapoomba atakayeanguka kwa majini wala mapepo, maana yale ni majini na mapepo yanayotumwa. Nataka niseme, wakajua mtumishi wa Mungu amesimama na ametangaza, ndipo wakajua sio mimi, ni Mungu aliyesema kwa ajili ya Singida. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Sasa Uganda, nilikuwa katikati ya ule mji wa Mbale. Mji wa Mbale ni mji mkubwa kwa ukubwa katika nchi ya Uganda. Kwa wale waliofika Uganda wataona hayo. Mji mkubwa zaidi ni Kampala. Mji unaofuatilia ukubwa zaidi ni Jinja, na mji unaofuata ni Mbale. Wewe nilikuwa Mbale. Nilipokuwa nimeita watu kuokoka, baada ya kuombea watu wamefunguliwa, wanatoa na ushuhuda. Watu wamefurahi, wanarukaruka. Lakini kumbe mimi nimeharibu zile roho. Alafu ghafla mtu mwingine akajifanya ni mgonjwa, anakuja anataka kuombewa. Amevaa mavazi ya dini. Nikisema amevaa mavazi ya kidini, unaweza ukaelewa. Maanake mavazi ya kiheshima yanaonekana kama ni mtu muungwana, lakini kwa kweli ni jambazi aliyetumwa na kuzimu, ambaye aliambiwa nenda ukampige bastola pale. Kumbe anatembea na bastola. Nataka nikwambie, uliza hata kanisani na Kolindo. Siku moja naombea watu wengine wameingia na bastola, Mungu akawakamata pale na bastola zikaonekana. Nataka nikwambie, mahali nilipo hakuna shetani atakayeweza kunisogelea, na mahali sasa napotangaza hakuna chawi atakayekuloga. Kama walikuloga ilikuwa sio sasa. Ilikuwa Bwana yuko Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na ili jua linalowaka ambalo lingeteremshwa yadi chache tu watu wanakauka, likiteremka yadi chache tu mimea inakauka. Yeye aliyeniumba likoje? Yuko Mungu Bwana, wacha dini macho. Yuko Mungu aliye hai. Huyo ndio anayetangaza habari zake. Akisimama nakwambia, hata baridi tunaweza kukushika kwenye mwili wako kadondoka. Nakwambia hata tumbo lako tu, chango lenyewe, chango mnyoo wenyewe unaweza kugeuka kwenye tumbo lako kafa. Yuko Mungu aliye hai, na yeye anayevunja vipenyi, anavunja kila mauti. Ndiye ninamtangaza mahali hapa. Sema amina kama unanielewa. Baada ya muda, yule bwana amekuja
amevaa mavazi mazuri ya kidini, ananisogelea. Nikienda hivi naona ananisogelea. Kati naombea watu, Bwana kaniambia usiguse mtu wala usimsogelee. Amuru kama nguvu yangu inashuka. Kati naomba, naona kitu cha ajabu sana ndugu zangu. Yeye mwenyewe anakuja kushuhudia, anasema hivi, wakati mtumishi huyu anaomba, mimi nachukua bastola, maana ana mavazi ya kidini. Nimekwambia wanaigiza mavazi mazuri ya kidini, lakini wengine ni waovu. Ameweka bastola yake hivi. Kwa hiyo lengo lake alitaka nikimsogelea anipige tu hapo, alafu watu wanafanya yeye amepotea. Lakini nataka nikwambie, Mungu hali mboga jikoni. Mungu halambi mboga jikoni kuona zimekolea chumvi au hazijakolea chumvi. Mungu ni mlinzi wetu usiku na mchana. Hata kabla hayajatokea yeye anajua. Anajua kesho yake itakuwaje. Anajua kesho yako itakuwaje, kesho kutwa yako itakuwaje, mwakani utakuwaje. Mungu ni wa milele, uweza wake huwezi kufananisha na kitu chochote. Sasa anakuja kushuhudia baada ya Mungu kumkamata. Kwa kufupisha tu, anasema jamani, mimi ni jambazi sugu. Leo najisalimisha mbele ya maaskari hawa, mbele ya maaskofu. Akakimbia kuangukia maaskofu. Anasema hawa maaskari wananitafuta, vituo vyote Uganda natafuta. Mimi ni jambazi mbaya, anatumika huku duniani kwa njia ya waganga na anaendaga kuzimu. Kwa hiyo akitoka huko wanafanya matukio, wanakimbia, hawawezi kukamatwa na serikali. Lakini ndio serikali inaweza ikashindwa, lakini mkono wa Mungu na kukamata. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo wakati anaanzisha akasema anawaangalia watumishi wa Mungu, machungaji, maaskofu waliokuwa wamekaa hapo, walioandaa mkutano. Mkutano umejaa, hakuna mchezo. Anasema mimi nilitaka nimshuti huyu mtumishi, nilitumwa kuzimu nimuue, maana anaharibu kazi zetu. Wao wananiangalia mimi, hawamwangalia aliyekufa msalabani. Wana balaa bluu, wana balaa bluu. Wanapoona wahubiri wanahubiri, wao wanaona ni kama wao. Sasa naambia sisi unataka tukusaidie. Anasema mimi najua nikiamka hapa maaskari hao watanikamata kunipeleka. Niombeeni msamaha, mimi nimeamua kuokoka. Na bastola yangu hii hapa. Maaskari wakaanza kushuka, wanataka kumdhibiti maana alikuwa na silaha. Walichofanya, mimi nikasema kwa sababu mimi ndio niko kwenye mkutano huu na ndio mhubiri, ninataka wa maaskari wa jeshi kabla mjamkamata aje aseme hapa, ili wajengee na ninyi ushuhuda, ushahidi, ili mkimkamata sheria itachukua hatua zake. Lakini ilikuwa nina maana kubwa, kwa maana naposimama hekima ya Mungu inashuka. Sema amina. Amen. Nikasema mtu huyu hawezi kusema kama Mungu hajamshika. Nikamwita mbele. Watu wakapiga kila sema huyo auawe. Yaani watu wenye mkutano wengine ni walokole. Auawe. Nikaonya mazijabia msikieni. Akaonyesha ile bastola. Akasema nilikuwa nimetumwa na kuzimu ije kumuua huyu. Na kwa sababu hiyo nikamwambia kwa nini umeshindwa kuniua? Na mimi niko. Akasema kila nikikukaribia nikitaka kukupiga, sauti na nijia inaniambia hivi wazi wazi. Inaambia kabla wewe uja kale kabastola kale kakifyatulio chake unapofyatua, kabla hujafyatua Mungu anamwambia kabla hujafyatua, ile dakika tu kabla hujafyatua, utakapoamua tu kufanya kabla hujafyatua, anasema anaambiwa wewe utakuwa mauti saa nyingi, utakuwa umekufa saa nyingi. Alafu yeye anamwambia ile sauti, anambia nitakufa saa nyingi saa ngapi? Na wakati sasa ndio nataka kufyatua. Anasema hiyo ni saa nyingi sana. Wewe ile tu nia yako unaposema ile unataka kufanya, utajikuta wewe ni maiti saa nyingi. Wakati anaendelea kumwambia huyu namlinda mimi Mungu,
haiwezi kumgusa. Sikiliza, kama Mungu alinitetea, wacha nimtumikie Yesu. Kama Yesu ananitetea, watu wasingine wacha Mungu atupugumikie. Mtumikie Mungu ndugu yangu. Usiogope vitisho vya namna yoyote. Usiogope mazingira. Usiogope vitu chochote. Yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu aliye hai. Yule ndugu akatubu kila toba. Mwisho mimi nikasema mtu huyo amekamatwa na mwizi. Nikauliza hata wale maskari kama bwana fikiri nani amekamatwa na mwizi? Akasema ni Mungu. Nikaambia sasa, wacha tumalize mkutano, alafu kesho ataletwa na askofu kwenye kituo cha polisi. Akasema anaweza toroka. Akaambia hawezi kutoroka. Askofu hapa aongea. Nikaenda kulala kwa bishop. Kesho yake wakaandamana kwenda polisi. Wakaenda kuongea. Akawataja wote wameshauawa na maaskari, wameshauawa maana ni majambazi. Anaweza kufika kama hapa. Mnamwona huyu mnakimbia hapa na hapa, anapotea. Kumbe anapotezwa na nguvu za giza. Anatembea na majini. Nataka nikwambie, haijalishi kina nani wametembea na majini na wakawa tishio. Haijalishi wachawi wameharibu familia za watu wangapi. Imegeuka. Imegeuka. Maana mbingu sasa inaenda kutetea Singida kuanzia sasa. Kuanzia jana na chakao kimeisha. Lazima wahame. Lazima waondoke. Ama wao ama Mungu. Lazima wao waondoke. Sema amina kama unanielewa. Nimeandaa mkutano mkubwa sana Arusha. Walikuwa waimbaji wako mbalimbali akina Rose Muhando, akina Kabalika. Kama sai moja ambaye amezungumza dunia nzima, lakini hajui hata Kiingereza. Lakini yuko Kenya. Nilimuita alikuwepo. Ulikuwa ni mkutano mkubwa sana. Akaja Apostle Malele kutoka Mbale Uganda. Nikawaambia washuhudie yule jambazi aliyetaka kuniua Uganda. Leo ni shemasi kanisani, anafanya kazi ya Mungu. Amejaa Roho Mtakatifu. Sema neno. Wale wasiokusudia, kwa sababu Singida inaenda kufunguliwa, ardhi ya Singida inafunguliwa, anga la Singida linafunguliwa. Wale wasiowadhani wanaenda kuokoka. Wale ambao hujui kama wangeokoka wataokoka. Wamama wale ambao watatupa viungu vyao wataokoka. Wazee wale ambao wanaonekana kama hawafai wataokoka. Singida itamfurahia Mungu na nguvu ya Mungu tarudi kuliko wale mwanzo. Sema amina kama unanielewa. Wangapi wananielewa kitu nasema? Najua kile Mungu alichokuwa anasema nani. Na mimi nataka niwaambie watumishi Singida hii, mnakwenda kuwaombea. Mungu atawainua kwa nguvu mpya. Watakimbia Singida hii na moto wa Mungu. Mungu aliyewaita anawajua. Singida hii na watumishi wa maana. Ndio maana shetani alipojua hivyo akawaharibu watumishi wengi. Mungu anaenda kuwafufua tena kwenye ulimwengu wa roho. Watahubiria injili kama dakika ya mwisho. Watatembea na mafuta ya Roho Mtakatifu. Na kanisa litachanua vipawa na karama. Na kuambia shetani hata ingia tena kwenye mlango wa kanisa. Maana sasa maagenti mengi yameingia kanisani. Nadhani kuambia saa yao yataondoka. Wataumbuka. Maana Roho wa Mungu atawafukuza makanisani. Nchi Yesu ameijilia. Sema amina kama unanielewa. Mambo yanaenda kugeuka. Kanisa linaenda kuchanua. Watu watampenda Mungu tena.
watumishi watainuliwa tena, wake wa watumishi wataenda kuinuliwa. Maana wake wa watumishi wengi hawamjui Mungu, wanajua waume zao tu kwa sababu wanaitwa watumishi. Wake zao wengine hawana utumishi. Nataka nikwambie, maadamu waume zao ni watumishi, Mungu anaenda kuachilia roho wake juu ya wake za watumishi, wake za wachungaji. Watajazwa na Roho Mtakatifu, watakaa laini, watatumika na mabwana zao, na watoto wao hawatakufa, watoto wao hawataharibiwa kiroho, watoto wao watastawi, watakaa maisha marefu, wataenjoy, watapenda huduma za wazazi wao, watasema huyu ndio Mungu wa baba zetu. Sema amina kama unanielewa. Yesu asifiwe. Naomba usimame. Najua ungetamani niendelee kusema, lakini nasema kwa kusukumwa yale Mungu aliyosema ndani yako. Singida inaenda kubadilika. Nilipohubiri Uganda, makanisa yalikuwa yamedumaa, makanisa yanachekwa. Hata watu matajiri wanaenda nasema, si tunataka tuuze. Wewe una washirika wangapi kanisani? Sikiliza nikwambie, iliharibika. Uganda iliharibika. Hasa mashariki ya Uganda kule Mbale iliharibika. Wachawi walikuwa na nguvu na waganga. Halafu wanaenda kwa pasta, wanamwambia pasta, kanisa yake na watu wangapi? Pasta anamwambia na watu kama 10, tunaamini na wewe siku moja utaokoka. Akamwambia mimi siokoki. Yeye mngeacha hiyo kanisa, wewe niuzie hiyo ile jengo lenu, mimi nifanye kilabu ya pombe. Hebu niambie, hayo si ni matusi? Wameanza kuwatukana mpaka watumishi wa Mungu. Wakati mimi hawajaniambia hiyo historia. Wameharibu watoto watumishi. Watoto watumishi wameharibiwa, wamepewa mamimba. Wachungaji wakabati na aibu, maana watoto wao wamebeba mimba. Watoto wao wamerudi duniani, wakakatishwa tamaa. Mungu wangu, wakaona tukimbilie wapi? Mungu aliponituma, kila kitu kikageuka. Kila kitu kikageuka. Nilipokuwa nasema maneno haya, kumbe wao ndio wanaambiwa, wakawa wanalia. Wanasema mhubiri huyu nani amemwambia? Ni Mungu tu. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Lakini leo Uganda, Mbale, muda mchache watu wengi wamemkimbilia Yesu. Wengine wanatoka uganga wao, wanatoka uchawi. Kila wanaporuka kwenye anga wanaruka na ungu zao, na nyungu zao wanatuma mapepo, yanapokwenda yanarudi yanawapiga wao. Wanasema kumeharibika. Wanapokanda kwenye ulimwengu wa roho, wanakuta shetani ameshapigwa, ameondolewa. Unajua kinachowatia nguvu ni nguvu ya shetani katika ulimwengu wa roho. Wakapigwa, wakasarenda. Sasa kanisa limepata heshima, watoto wa wachungaji wamepata heshima. Nataka niseme Singida inaenda kurudi heshima tena. Kuna watu waliomlilia Mungu Singida. Kuna wazee waliolia mbele za Mungu tangu mwanzo wa giza. Walihubiri Singida kwa uchungu na kwa shida. Walitembea na miguu, wakienda magharibi, mashariki, kaskazini. Walitembea na Roho wa Mungu bila kujali umbali. Walileta uamsho. Lakini saa hawajajua ni kwa sababu Singida ilikamatwa na shetani. Shetani akaja akalipiza kisasi. Watumishi wengi sasa wamebaki wanashindania tu madhabahu. Hawana tena kiu ya kukimbilia kutafuta roho zilizopotea. Wanashindana na zile ambazo ziko ndani ya madhabahu, sababu shetani amepata nafasi. Maajenti sasa ndio wako makanisa, ndio sangine wanaoshika uongozi. Jambo hili Mungu anaenda kulifanya kuwa mwisho. Ndipo watu watajua Mungu na nchi ni mali ya Mungu. Ndio maana vizazi vingi vimepita, lakini Mungu hajapita. Vizazi vingi vitapita. Watoto wetu wanaotoka shule baadaye watakuwa watu wazima kama mimi na wewe. Mungu atabaki kuwa Mungu. Ninaomba nisogele hapa niombe pamoja na wewe.
Wakikushindwa kukuharibu, watatafuta familia yako, watatafuta namna yoyote wakupe hata sumu ufe. Wakati napoenda kuanza maombi, nitaomba hatua kwa hatua kama Mungu anavyoongoza, na mwisho nitaitangazia hii mvua. Mvua itanyesha, itanyesha kwa sababu Mungu anasema. Hainyeshi kwa sababu naangalia mawingu ama naangalia kiangazi. Mauti imenenewa mashambani, imenenewa kwenye biashara, imenenewa kwenye miili ya wanadamu. Lakini wakati napoomba, roho ya mauti haitasimama tena. Roho ya magonjwa haitasimama kwenye anga wala kwenye mwili wako. Una ugonjwa wote, una kisukari, una pumu, una ukimwi, una tatizo lote lilologwa, wakati napoomba, nguvu ya Mungu itashuka mahali hapa. Natakaposhuka, wewe jikague mwili wako, utaanza kuona wewe mwenyewe unaanza kutembea ni mzima. Mungu anatupenda ndugu zangu. Lakini kabla ya hapo, nataka roho yako ikubaliane na Mungu ya kwamba unamhitaji Mungu. Mungu aliyemtoa Yesu Kristo akaja kafa msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Naipatanisha roho yako na Mungu, sio kitu kingine. Ndio maana sijakwambia juu ya dini yangu, wala sijaambia juu ya dini yako. Mimi nakwambia juu ya Yesu. Utakwenda, nenda, jisalimishe kwa ambia nimeokoka kwenye huo mkutano pastor. Watakupokea, wana neema, watakubariki. Umeshuka Singida kuikomboa Singida dhidi ya vita, mauti na kila laana iliyoachiliwa Singida. Mungu asante kwa kunipenda na kuniweka Singida. Na tangu sasa Bwana, ninanyenyekea kwako, ninatubu kwako, nisamehe dhambi zangu, niwe na ushirika na wewe, nitembee na wewe. Hivyo nakukiri Bwana kuwa wewe ni Mwokozi wa maisha yangu. Tangu siku ya leo, Shetani, baba wa uovu, baba wa laana, baba wa faraka, baba wa magonjwa, ninakukataa kutoka rohoni mwangu. Kufu wa Mungu Baba, asante Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante Yesu kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Noa mikono yako sasa. Nasimama Bwana mbele ya jukwaa hili na mbele ya watu wako na mbele ya senta hii ambayo umenipa Bwana kusimama hapa Singida. Nakataa roho ya mauti katika hili anga katika jina la Yesu. Mauti iliyotangazwa kwenye hili anga, ewe nguvu za mauti kwenye hili anga, uliamua siku zote maisha ya wanadamu na kuwachezea na kuwaua na kuwaharibu. Ninakukataa roho ya mauti, unawadika watu wako mauti, unawadika watu wa Mungu mauti. Ninakukataa laana za kila namna, mauti ya kila namna, ninaikataa kwenye hili anga katika jina la Yesu. Ninaamuru mauti ondoka, ondoka kwenye hili anga, anga la Singida, anga la uwanja huu, anga la watu hawa, anga la watu hawa. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na tangu sasa ninatangaza uzima kwa watoto wa Mungu hawa. Mauti ondoke kwako.
Yesu. Ng'oka roho ya magonjwa, ng'oka kwenye miili ya watu hawa, ng'oka kwenye miili yao, ng'oka kwenye matumbo yao, ng'oka kwenye fahamu zao, ng'oka. Come out, come out, come out. Nguvu ya magonjwa, nguvu ya magonjwa yaliyokaa kwenye miili, yaliyokaa kwenye viungo, yaliyokaa kwenye miili yao. Come out, come out. Toka kwa jina la Yesu. Out. Na watenga na roho ya maskini, roho ya maskini, roho ya maskini iliyotamkwa Singida, iliyokamata Singida. Naikataa roho ya maskini, naipinga roho ya maskini. Ondoka juu ya watu hawa, ondoka juu ya watu hawa. Roho ya maskini, ondoka juu ya ardhi ya Singida, ondoka juu ya anga la Singida. Roho ya maskini iliyonena na wachawi, iliyonena na waganga, na wafunga sasa, naiamuru sasa. Hiyo nguvu ya maskini, hiyo nguvu ya uchawi, hiyo nguvu ya uganga, hiyo nguvu ya magonjwa, hiyo nguvu ya laana, hiyo nguvu ya faraka, hiyo nguvu ya usuda, nailaani sasa, naing'oa sasa kwa jina la Yesu. Nafungua njia za watu wa Mungu, njia zao zilizofungwa miaka mingi. Nafungua njia zenu zilizofungwa miaka mingi. Nafungua njia zilizofungwa na wachawi miaka mingi. Nafungua njia zilizofungwa maboma miaka mingi. Magonjwa yasiyotokana na Mungu aliye hai, magonjwa ya laana ya uchawi, magonjwa ya laana ya maskini, magonjwa ya laana ya uganga, na wapungua kwa jina la Yesu. Come out, come out, come out. Yes, yes. Kila mtu hapa atapokea, kila mtu hapa atapokea. Haijalishi umefungwa na nani, haijalishi umefungwa na nani, unafunguliwa sasa. Kuna watu waliolala, wamefungwa na magonjwa ya kuzimu, walionenewa magonjwa ya kuzimu, walionenewa magonjwa ya laana, walionenewa kushikwa, walionenewa maskini, walionenewa kuchanganyikiwa, na kufungua sasa kwa jina la Yesu. Fire! Fire, Holy Ghost! Fire, Holy Ghost! Fire, Holy Ghost! Fire, Holy Ghost! Jesus. Nawainua watumishi wa Mungu, nawainua watumishi katika mkoa wa Singida. Baba, nawainua kwa maombi mbele zako. Nikawaita kwa mwito mkuu, wakaelewa mwito wao. Nawainua mbele zako Yehova, nawainua katika mwili wa Kristo. Wasikamatiwe tena na nguvu za Kristo, wasikamatiwe tena na nguvu za malaika. Nawainua huduma zao, nainua tena maono yao, nainua ndoto zao. Wasikandamizwe tena na nguvu za giza, wasikandamizwe tena na nguvu za wachawi, wasikandamizwe tena huduma zao, wala makanisa yao, wala maombi yao, wasikandamizwe tena. Na wainua kwa jina la Yesu. Naomba amani, naachilia amani kwa watumishi wa Singida, naachilia amani kwa watumishi wa Singida, naachilia furaha, maana mara nyingi wamenyimwa amani, wamekatishwa tamaa, wakakosa amani, wakaanza kuchoka kwenye mito yao. Na wainua tena Mungu wa Ibrahimu, naachilia amani kwa watumishi wa Singida katika mwili wa Kristo, wainjilisti, manabii, walimu, wachungaji, maaskofu
hofu, mitume. Namwombea baraka Yesu, nawainua baraka zao mbele zako, nawainua na wake zao wakujua Mungu wa pekee na wa kweli. Usiwaache na wake zao Yesu, usiwaache na makanisa yao, usiwaache na utumishi wao Yesu, na kuinua kwa ajili ya watumishi wa Singida. Na wabariki Yesu, na wabariki Mungu, na wabariki Yesu. Kuna watu walianza kuomba. Bwana ananiambia ni kwa sababu wamefungwa fahamu zao na maajenti. Naenda kuamuru sasa, ufahamu wako ufunguliwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Kemea kwa moto wa Roho Mtakatifu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nakataa. Nafuataa. Na vilaani hizo ndoto. Nguvu za giza zilizofunga ufahamu wangu, zilizofunga hatua zangu, nazikemea. Fire. Fire. Na wewe omba, kataa hiyo hali. Sema kwa jina la Yesu. Kemea. Kemea. Kemea ziondoke. Kemea ziondoke. Ziondoke kwenye mwili wako. Ziondoke kwenye viungo vyako. Kemea. Yule alianguka mleto. Mashemasi leta huyo mtu. Wale wanaanguka leta watu hapa mashemasi. Jesus. Kemea hiyo hali. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Wengine wamefungwa kwenye ndoto na vilaani za roho. Kwa jina la Yesu wapandisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na laani hizo ndoto. Wengine wanachukuliwa kama msukule. Jesus. Jesus. Thank you. Kuna watu wako hapa anaotaka na mtoto lakini hajawahi kushika mimba na ndoa yake imeanza kuleta shida. Ninaenda kuamuru hiyo roho iliyokufunga kwenye ulimwengu wa roho. Shika hiyo tumbo mwanamke. Shika hiyo tumbo mwanamke. Kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa hiyo nguvu ya giza. Nakataa hiyo nguvu ya kukuonea. Ondoka kwenye ile tumbo la uzazi. Kwa jina la Yesu Kristo nakataa roho tasa. Nakataa roho tasa. Nakataa hiyo tasa. Kwa jina fire. 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 Jesus. 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 Nakutenganisha kwenye hatua zako. Nakutenganisha kwenye mafanikio yako. Nakutenganisha kwenye boma lako. Nakutenganisha kwenye huduma yako. Nakutenganisha na makanisa ya Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Jesus. 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 Kila roho inashindana kwenye uwanja huu. Kila roho ya maagenti iliyotumwa kwenye uwanja huu. Naikamata sasa. Naikamata kwa Roho Mtakatifu. Naikamata kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naikamata na kuiteketeza. Naikamata na kuiunguza. Naiharibike sasa. Na wasidumu sasa. Na waangamie sasa. Karabashamara. Rikamarobo masamarabo. Rikamarobo samarabalita. Ninaona vita vinapigana katika ulimwengu wa roho. Alafu naona malaika wa kila aina wanashuka. Naona mbingu zinafunguka. Rikana robo samari robo.
Asante Bwana kwa jicho lako. Asante Bwana kwa mkono wako. Kuna watu wanafunguliwa kwenye vifungo walionenewa maneno mabaya na maagenti. Shina robo nota masama hamarida nota masaya didalo kawa marida nota masaka kama robo sa ile roho ya faraka iliyotupiwa kwako mkawa na faraka. Kuna watu wana faraka mahali hapa hata wasalimiani, wana chuki ambaye anatamani angepata hata nafasi angemlisha mwingine sumu. Roho yake inaumia sana anapomtazama. Bwana anashuka anaharibu hiyo roho, maana hiyo roho iko ndani yako. Hiyo roho ni ya mauti iliyopandikizwa. Kwa jina la Yesu nikataa ewe roho ya mauti na I command evil spirit now. Yes. Roho ya mauti. Rakamarobosh. Rakamarabasaka. Rakamarabash. Kama umenenewa maneno mabaya leo mwisho. Watu waliokunenea maneno mabaya leo mwisho. Kuna familia imegombana na familia nyingine. Hawaendeani nyumba zao. Hizo ni roho za kukutenganisha. Kwa jina la Yesu Kristo, na haribu ya nguvu ya adui kwenye boma lako. Jesus. 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 Nisikilize. Unapoona Mungu anafanya operation hapa, ni nguvu iliyoshuka katika ulimwengu wa roho. Sioni hapa tu, naona na kwenye maboma, naona na kwenye maboma, naona na kwenye maboma, hata maboma ambayo ya ndani. Mungu ananiambia napita Singida, naona na kwenye maboma walionewa na nguvu za giza. Alafu shetani akawatazamisha watu. Shetani akawaambia fulani ndio mbaya, fulani ndio anayekuloga, lakini yeye shetani akajificha. Hata anasema hivi, Mungu ameshuka na piga hiyo nguvu, na wale watu wanakwenda kupatana, na wale watu wanaenda kuondoa sababu zao, wanaenda kuondoa hiyo faraka, na wale watoto wanakwenda kutembea pamoja. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu anashuka Singida. Naona malaika wanaoshuka, malaika wa vita Mikaeli, naona malaika wa vita Mikaeli wanashuka, naona jeshi kubwa linaloshuka Singida, naona jicho la Mungu linashuka linatazama. Kwa jina la Yesu, naona watumishi wa Mungu katika mkoa wa Singida, naona moto unashuka kutoka mbinguni. Maana wakati naanza kupata hofu, nasema Mungu unataka kukarikisha nchi? Ananiambia pana, sio kukarikisha nchi mtumishi wangu, watangazie watoto wangu kinachoendelea. Ananiambia mimi ni moto ulao, mimi ni Mungu moto ulao. Ninashuka kwa ajili ya watumishi Singida niliowaita, nikawapa mto mkuu. Shetani akawapiga, shetani akaribu na familia zao. Bwana ananiambia nimewakumbuka agano nililofanya Singida, nakumbuka watumishi waliosimama Singida wakati wa giza. Bwana ananiambia nashuka na huo moto, sio tu kutakasa ardhi ya Singida na kutakasa anga, lakini Mungu anataka kukalia Singida. Anawarudia watumishi wake, anarudi hata kama wakiwa nyumbani, hata wakiwa shambani. Mungu anawajia kwa roho wake, na roho wake ni mtakatifu, na moto wake unashuka juu yao. Na watajua yapasayo, na wataelewa sasa Mungu anasema nini. Naona hiyo nguvu inashuka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru kaskazini, magharibi, mashariki wafunguliwe. Mahali walikopata tamaa wanafunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus. Jesus. Naona nguvu zinashuka kwenye mabomu. Napotazama naona mpaka mwisho, kama njia ya kwenda Tabora. Naona moto, naona malaika wanaopanda na kushuka, naona adui yakiondolewa, naona roho za maagano yakiondoka kwenye ardhi, naona saini zao zikifutwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naona watoto wa kiroho waliopata wito wanainuliwa upya.
Mungu anawakumbuka. Raka mashaka. Natamka amani kwa watumishi. Uweza wa Bwana utakuwa juu yao. Jina Soleha. Jesus. Hao wanaanguka wakianguka huko, ni ishara ulijua Mungu anafanya kazi. Maana unaona jua sijawagusa kwa mkono. Mungu ulituma neno lake kufungua. Ulikuwa na ugonjwa jicheki usipopata, fanya mazoezi. Kanijelea watu kama wawili wanaongea na mimi kisha. Mmoja akaja akanitazama akasema yeye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mganji. Yeye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mganji kule Bondeni Ngimu. Akaniambia nilikuwa nataka niongee na wewe. Akaniambia juu ya nini? Akaniambia kwa sababu shule yetu inavamiwa. Watoto wanaanguka wanafanya. Nikamwambia tuongea kesho sio sasa. Niache. Lakini nimeelewa. Nikamwambia bwana nimwambieje? Maana akiniambia nenda takwenda. Lakini bwana akaniambia ndio maana naleta ukombozi Singida. Na kwa sababu hiyo nenda simama waambie watu wangu mimi Mungu nimesema unakwenda kuombea shule zote katika mkoa wa Singida. Na napoombea shule zote katika mkoa wa Singida, jambo hili litakuwa historia. Maana Mungu ananiambia hayo ni majini na mapepo yanayotumiwa na mawakala kuzimu kuwatesa watoto wa Mungu. Kwa hiyo huyo mwalimu kama yuko hapa, Mungu akubariki sana kwa kusimamia familia jamii zetu na watoto wetu. Lakini nataka nikwambie mwalimu kama uko hapa na walimu wengine kama wako kwenye shule za kata mbalimbali, kata ya Ngimu, kata ya Itaja na kata zozote mahali popote, tarafa zozote, wilaya yote, mkoa wote, tunakwenda kuomba. Mungu ameniambia nakwenda kuomba na hizo shule nazikabidhi sasa hivi kwa Mungu, na zile Mungu atazilinda zile shule, na wale maagenti ambao wanajipenyezaga watapokwenda watakutana na Mungu anayelinda hiyo shule, na wakijaribu kuforce watakufa wao na aibu itakuwa juu yao, watakufa kifo kimwili. Na wanadamu watajua Mungu amewaua. Na sasa nazileta shule zote za misingi, shule zote za sekondari, shule za kibinafsi, taasisi mbalimbali za shule. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba nakuinua zile shule mikononi mwako. Zilikuwa majini na mapepo yakitumika kuharibu watoto fahamu zao. Wamevuruga fahamu za watoto wasiweze kufaulu. Wamevuruga watoto wakawafanya maagenti. Baba naachilia ulinzi juu ya hizo shule. Shule zote watoto hawataanguka tena. Shule zote kwanza za chekechea. Shule zote kwanza shule za msingi. Shule zote kwanza shule za sekondari. Bwana wa majeshi. Na vyuo vikuu. Bwana kwenye mkoa huu. Yesu Kristo naachilia ulinzi wako. Nazikabidhi zile shule zote mikononi mwako. Bwana Yesu uzilinde. Wewe uwe Mungu wa shule hizo. Wewe uwe Bwana kuongoza walimu hao wanaofundisha watoto wetu na jamii zetu. Mateso kwenye shule za kawaida, shule za chekechea, shule za misingi, shule za sekondari. Nafunga huo mlango wako shetani. Nayo majini, nayo mapepo, nayo laani tangu sasa. Naachilia moto na hukumu kwa haki. Yesu, msikaribie hizo shule tena. Msizisogelee hizo shule tena milele. Na Bwana nakukabidhi hizo shule uzilinde usiku na mchana. Walinde watoto wetu Bwana. Walinde watoto wanaosoma katika shule za mkoa wa Singida. Na hata wakiwepo na watoto wa wilaya hizi Bwana. Mkono wako usike Mungu. Katika jina la Yesu hawataanguka. Watainuka kielimu. Watakuwa na akili. Watafanikiwa. Na waombea na walimu wao. Walimu wakuu na walimu wasaidizi. Wafanye wawe kielelezo. Na waombea baraka kwenye shule zao. Kusiwepo na nguvu yoyote atakayewa
wasumbua tena. Na wainua Bwana juu ya elimu zao. Wajina Yesu Kristo le hai. Asante Bwana. Haleluya. Bwana, asante kwa kufungua watoto wako. Tangu sasa mko huru. Simama, mko huru. Jesus mighty name. Jesus. Amkeni. Wamefunguliwa, mshangilieni Yesu. Asante Bwana.